Shalom. Leo nataka tuzungumzie ndoto ambazo zinakuonyesha upo kwenye eneo ambalo la vichakani, ama upo kwenye eneo lililokuwa na miiba mingi, ama upo kwenye eneo ambalo kama ni msitu hivi, na huelewi kwa nini umeonyeshwa upo katika eneo la namna hiyo. Sasa nataka tuangalie kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa msaada wa neno la Mungu, kwamba ndoto za namna hiyo zina maana gani. Umeota upo katika eneo lenye miiba sana ama vichakani, zinakuwa zimebeba ujumbe gani, ama tahadhari gani, ama onyo gani, ama kitu gani ambacho Roho anakuwa amekueleza ama anataka ukielewe katika ulimwengu wa roho. Tutaelewa kupitia vitabu kadhaa ambavyo tutakwenda kuvisoma hatua kwa hatua. Ukiona unaota ndoto za namna hiyo, moja ya tafsiri yake ni kwamba umezungukwa na watu wasiofaa, umezungukwa na watu wabaya, umezungukwa na watu ambao hawataki maendeleo yako, umezungukwa na watu ambao ndio chanzo cha mateso yako, umezungukwa na watu ambao wanasababisha usiweze kufanikiwa katika eneo ambalo Mungu amekuweka. Hiyo ni moja ya tafsiri ya kwamba umezungukwa na watu ambao wewe unaweza kuwaona ni wazuri, wewe unaweza kuwaona ni wanafaa, lakini kiukweli Mungu akiwaangalia anasema hawa watu kuna vitu wanavifanya kumzuia huyu mtu asiendelee kupata baraka. Kuna vitu anavifanya kumzuia huyu mtu asiweze kuendelea kutenda kusudi la Mungu. Kuna vitu anavifanya kumzuia huyu mtu asiweze kufanikiwa sawasawa na mimi ambavyo nataka afanikiwe. Hiyo ni moja ya tafsiri yake. Hesabu sura ya 33 mstari wa 55 inatueleza jambo hilo, ama inaweka kitu ambacho kinatupa ufahamu kuhusu jambo hilo. Lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu, ndipo hao ambao mtawasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu, nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwaikaa. Hapa ni Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba kama hamtowafukuza wale wenyeji katika ile nchi, wale watu watakuwa kama miiba kwenye mbavu zenu, wakiwasumbua katika ile nchi mnaokaa. Maanake Mungu anapokuonyesha umekaa sehemu kuna miiba, ama unapita sehemu ambayo kuna miiba, anakuonyesha ya kwamba, moja ya tafsiri anayokuonyesha hapo ni kwamba kuna watu wako karibu nawe, kuna watu unatembea nao kwenye huduma, kuna watu uko karibu nawe kwenye huduma, kuna watu wako karibu na wewe kwenye kazi, kuna watu wako karibu na wewe kwenye nyumba unayoishi, kuna watu ni marafiki zako, labda kuna watu ambao wamekuzunguka lakini ni wabaya, ndio wanaleta hayo matatizo unayoyaona unapitia, ndio wanaleta hizo changamoto unazoona unazopitia, ndio wanasababisha usiweze kupokea baraka ambayo Mungu ameikusudia, ndio wanasababisha usiishi amani katika hiyo ndoa, ndio wanasababisha usiishi amani katika hiyo biashara uliyokuwa nayo, ndio wanasababisha changamoto kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikikunyima furaha katika maisha yako. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Na sio tu kitabu hiko cha Hesabu. Ukisoma pia kitabu cha Ezekiel sura ya 2 mstari wa 6, pia tunaona jambo hilo hilo, ama tunaona utafsiri huo huo. Ezekiel 2 mstari wa 6. Wacha nikusomee. Na wewe mwanadamu, usiwaogope hao, wala usiyaogope maneno yao, ijapokuwa miiba na michongoma hii pamoja nawe unakaa katikati ya nge, usiogope maneno yao. Inaendelea kule mbele, anasema hivi, usiwaogope hao, japokuwa ya kwamba miiba, unakaa katikati ya miiba na michongoma. Miiba na michongoma hii katikati yao, hii katikati yako. Maanake hao watu uliokuwa nao ni sawasawa na miiba na michongoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaelewa ya kwamba unapojiona ya kwamba umekaa kwenye ndoto, unaonyeshwa kwamba umekaa sehemu ambayo ina miiba mingi, sehemu ambayo ina michongoma mingi, sehemu ambayo ni kama kichakani ambako kuna miiba fulani, inaonyesha ya kwamba kuna mahala ulipo kwenye huduma, ama kwenye kazi, ama kwenye biashara, ama hapo nyumbani kwako, kuna mahala umeketishwa lakini umezungukwa na watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitabu cha Samueli wa pili sura ya 23 mstari wake wa 6. Lakini hawatachipuza watu wa ubatili, hawatachipuza watu wa ubatili, watakuwa wote kama miiba ya nyikani ya kutupwa. Manake hao watu batili, manake watu batili ni watu wale waongo, watu ambao hawafai, watu ambao wanasema A lakini wanamaanisha B, watu ambao wanakuambia twende lakini wanamaanisha kwamba usifike, watu ambao wanakuambia tuko pamoja lakini kiukweli wanatamani kwamba wakuzuru. Hao watu wa ubatili watakuwa kama miiba ya nyikani. Nyikani ni mahala ambako kuna nyasi zimeota, manake ni kama kichakani, lakini kuna vichaka lakini pia kuna miiba kwenye hiyo nyika. Manake anakuambia sasa, unapoletea
umeletewa ndoto ya kwamba upo vichakani, upo kwenye nyasi, upo sehemu fulani ambayo kuna miiba, maana yake anakuambia kuna watu wa ubatili, kuna watu ambao wanakuambia A lakini wanamaanisha B, kuna watu ambao wanakuambia twende lakini wanatamani usifike, kuna watu wanakuambia ndio kaza mwendo lakini wanatamani kwamba uanguke, uumie. Watu wa ubatili wako pamoja na wewe. Lakini pia andiko lingine linalotuonyesha kitu kama hicho ni andiko kutoka katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Wimbo Ulio Bora nitakusomea mistari miwili. Nitakusomea Wimbo Ulio Bora sura ya 2 mstari wa 2, lakini pia nitakusomea Wimbo Ulio Bora sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Kuna vitu vya kujifunza pale. Sura ya 2 mstari wa 2 inasema hivi. Sura ya 2 mstari wa 2 inasema, kama nyinyoro kati ya miiba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti. Anasema hivi, mpenzi wake ni kama nyinyoro. Nyinyoro ni aina fulani ya ua zuri. Kwa hiyo mpenzi wake anamfananisha kama ua zuri, lakini anasema yupo katikati ya miiba, na ile miiba anasema ni sawasawa na mabinti. Maanake huyu mpenzi wake ana marafiki zake. Marafiki zake yeye anawaona kama ni wazuri, lakini kiukweli sio wazuri, ni watu wabaya. Huyu mpenzi wake ana ndugu zake. Ndugu zake yeye anawaona kama wazuri, lakini kiukweli wale ndugu zake sio watu wazuri. Huyu mpenzi wake kuna majirani zake. Yeye majirani zake anawaona kama wazuri, lakini kiukweli wale majirani zake sio wazuri. Ni kama miiba, inazuia ule uzuri wake usionekane. Inazuia kitu cha kimungu kilichokuwa ndani ya huyu mpenzi wake kisionekane. Inazuia huyu mpenzi wake asiwe na tabia sawasawa ambazo Mungu anataka awe nazo. Anatakiwa zile tabia zake nzuri zinazuiliwa kuonekana, anapewa tabia zingine ambazo sio nzuri. Sasa angalia mstari wa kwanza, sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6 katika hii Wimbo Ulio Bora. Huyu mpenzi wake naye kuna kitu anasema hapa. Alikuwa anasema Sulemani anamfananisha huyu mwanamke mpenzi wake sawasawa na nyinyoro, lakini imekaa katikati ya miiba. Sasa katika sura ya 1 huyo mpenzi wake mwenyewe naye kuna kitu anakisema katika sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Inasema hivi, mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enyi binti za Yerusalemu, mfano wa hema za Kedari. Alafu na kama panzia ya Sulemani. Alafu mstari wa 6 anasema, usinichunguze kwa kuwa ni mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana wa mama yangu walinikasirikia, wakaniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilima. Sasa huyu mwanamke anasema hivi ya kwamba ukimwangalia hauoni uzuri aliokuwa nao, unaona weusi. Maanake hauoni mwenendo mzuri ambao alikuwa nao wa kiasiri ndani yake. Maanake hauoni vitu vya kimungu ambavyo viko ndani yake, unaona weusi. Hauoni baraka ambayo Mungu amekusudia huyu mwanamke awe nayo, unaona weusi. Hauoni kibali ambacho Mungu amekusudia huyu mwanamke awe nacho, unaona weusi. Huu weusi umetoka wapi? Anafafanua ya kwamba kuna wana wa mama yake, kuna ndugu zake wamemweka chini ya jua, wamemwekea vitu ambavyo vinazuia uzuri wake usionekane. Ndio wale ndugu zake ambao Sulemani katika sura ya 2 anasema, wewe kweli ni mzuri kama ua la nyinyoro, lakini upo katikati ya miiba. Hiyo miiba ndio inazuia uzuri wako usionekane, baraka zako zisionekane, kibali chako kisionekane, usipate kibali kwa watu wako sahihi. Alafu yule mwanamke anaongeza anasema, walinitoa kwenye shamba langu wakanipeleka kwenye shamba la kwao. Mimi shamba langu nimeliacha sililimi. Kama shamba lake alilimi, maana shamba lake litafanyaje? Litamea vichaka, litamea miiba, alitozaa baraka. Maana karama yake ya rohoni, karama aliyokuwa nayo, kipaji alichokuwa nacho, akifanyii kazi kwa sababu ya watu ambao wamemzunguka, wanamtumikisha katika hali zingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nadhani unaanza kuelewa. Hiyo ni tafsiri moja tu, lakini acha nikupe tafsiri ya pili. Unapoona upo kwenye miiba ama upo vichakani ama upo sehemu ambayo kuna miti midogo ambayo inakusonga wewe usiweze kumove, usiweze kuondoka eneo hilo, maana yake nini? Maana yake ya kwamba kuna laana ama kuna vipingamizi vinavyozuia ustawi wako, mafanikio yako ya kiuchumi. Tunaipata wapi? Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Baada ya Adamu kuvuruga pale Edeni, kuenda kinyume na kanuni ya kimungu, Mungu alichokifanya anaambia, miiba itakumelea, utalima ardhi lakini ardhi haitokutolea matunda unayostahili. Miiba itakusonga, itakuzuia usiweze kuzaa matunda yanayostahili. Utaenyeka kwa kufanya kazi ngumu, utakula kwa jasho, utakula mboga za bondeni, makondeni huko kwenye vichaka, maana utakuwa unakula mboga, unakula baraka ndogo
ndogo ambazo zipo vichakani. Kuna laana imeachiliwa na Mungu kuelekea kwenye eneo la Adamu la kiuchumi, na hilo laana anaiita kama miiba. Hiyo laana anaiita kama sehemu ambayo ina makondeni huko maporomokoni ambako kuna manyasi, na badala ya kula vitu vinono ulivyovikusudia, badala yake unakula mboga zilizojiotea tu huko mabondeni, kwa sababu unayolima wewe haizai. Hiyo ni tafsiri ya pili unapoona kwamba upo katika miiba. Hiyo Mwanzo sura ya 3 mstari wa 18 na 19. Utaisoma kwa wakati wako, na ni neno ambalo watu wengi tunalijua sana. Mwanzo 3 mstari wa 18 na 19. Lakini angalia kwenye Isaya 5 mstari wa 5 mpaka wa 7. Haya basi sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Nitakiondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Anakisema ya kwamba hawa watu anawafananisha na shamba la mizabibu, lakini anasema hili shamba la mizabibu halitolimwa, badala yake litakuwa na miiba. Maanake huyu mtu atakuwa na miiba. Kwa hiyo Mungu akitaka kukuonyesha kwamba kwenye uchumi wako umekamatwa, kuna laana. Kwenye uchumi wako kuna vitu ambavyo vinazuia usistawi. Kwenye uchumi wako kuna vitu vinakuzuia usiweze kupata zile baraka zilizokusudiwa. Maana hapa anasema alitarajia kupata kitu A, lakini anapata kitu B. Alitarajia kupata haki, lakini anapata hukumu. Alitarajia kuona furaha, lakini anapata kilio. Alitarajia kupata faida, kumbe anapata hasara kwenye ile mizabibu, kwa sababu ile mizabibu haimei inavyotakiwa kumea, badala yake inatoa miiba. Kwa hiyo Roho akitaka kukuonyesha jambo hilo, ya kwamba kuna laana, ya kwamba kuna zuio linalokupinga, kuna kitu kinachokupinga kwenye eneo lako la kustawi kiuchumi, atakuonyesha kwamba upo katika eneo lako la kiuchumi, lakini kuna miiba. Kama wewe ni mfanyabiashara, maana utajiona upo kwenye ile biashara, lakini kuna miiba. Kama wewe ni mfanyakazi, utajiona upo katika ile kazi, kwenye ile ofisi yako, lakini kuna miiba. Kama wewe ni mtu wa huduma, unakula madhabahuni, utajiona upo katika ile huduma yako, lakini kuna miiba. Mahala popote ambako kuna chanzo cha uchumi wako, utajiona uko mahala pale, lakini kuna miiba. Kwa nini kuna miiba? Kwa sababu kuna laana ama kuna zuio ambalo linakuzuia wewe, kile ambacho kilitakiwa kikupe faida hakikupi faida.